Akizungumza kwenye mkutano na waandishi wa habari na baadhi ya wanachama waliohudhuria katika mkutano huo uliofanyika mjini hapa, mjumbe wa mkutano mkuu wa mkoa kupitia wanawake Bibi Susan Kiwanga amesema, tunaandikiwa barua, wanaagiza huko kwenye matawi yetu kwamba tufukuzwe wanachama. Sasa mtu mzima kama mimi niliyokutumikia chama miaka mingi, leo tawi linaenda kunifukuza wanachama kweli? Heshima yangu iko wapi katika nchi? Kwa hiyo hizo karaha, moyo unakaa hauna amani. Chama nilichokijenga mwenyewe, viongozi wengine ni waingiza wenyewe wanachama. Leo napokea vitu kama hivyo, kwa kweli katika moyo inakuwa ngumu sana kuhimili haya mambo. Sasa mimi nasema hivi, mimi Susan Kiwanga niliyekuwa mjumbe wa kamati kuu miaka 20, niliyekuwa mbunge wa jimbo la Mlimba wa kuchaguliwa, liwalo na liwe, Chadema naipenda, lakini kuanzia sasa ninavyoongea na nikitamka kauli hii, mimi nimeachia uwanachama wa Chadema. Kwa upande wake mwenyekiti wa chama wilaya ya Kilosa, Bwana David Chiduo, alikuwa na haya ya kusema. Huwezi kunielewa kiwepesi, utabaki na mtazamo wako, lakini mimi Chiduo naelewa struggle ya hichi chama kwa namna ambavyo kimetoka, na kwa kipindi kifupi na kwa umri wangu kwa sababu mdogo, lakini kwa miaka 10 ambayo mimi nimeishi kwenye ndani ya Chadema, nimeona namna ambavyo mwelekeo sio sahihi. Ninaamua kupisha pembeni, kujivua nyadhifa zangu zote za kiuwanachama, zote za kiupenzi, zote za kiushabiki, kubakia Chiduo wa kawaida kabisa. Yani Chiduo yule mwananchi wa kawaida kabisa. Sina chama chochote cha siasa. Kuanzia sasa hivi nimeamua kujiuzulu uwanachama wangu. 2018 nilikuwa makamu mwenyekiti wa halmashauri ya mji wa Ifakara, lakini pia mpaka sasa ni mwenyekiti wa baraza la wanawake wa wilaya ya Kilombero, na pia ni mjumbe wa mkutano mkuu taifa. Ndugu zangu, yamezungumzwa mengi, lakini kifupi, chama chetu kimepoteza mwelekeo. Kimetoka kwenye malengo yake makuu, malengo ya kuchukua dola. Chama chetu kimeondoka huko. Nimeamua kujiuzuru nafasi zangu zote, ikiwemo uwanachama wa Chadema. Kutoka mkoani Morogoro, mimi ni Sifuni Mshana wa ITV.